Namba 2, sababu zinazopelekea mtu kufungwa akili ni kukataa kuipokea kweli ya Mungu. Kukataa kuipokea kweli ya Mungu. Kukataa kuipokea kweli ya Mungu. Katika Timotheo wa pili ile sura ya 4 mstari wa 3, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 inasema, maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Tarudia tena mstari huu, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 3 unaongelea juu ya habari za wakati huu. Hapa Paulo alikuwa anawaandikia kuwatazamisha kwamba kuna nyakati zitatokea ambazo ndo nyakati tulizo nazo sasa hivi, nyakati tunazoishi nazo. Maana utakuja wakati watakapo yakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Ukijiuliza tu katika nyakati tulizo nazo, watu wangapi wanaenda makanisani? Watu wangapi ni wafuasi wa Kristo? Ni mamilioni kwa mamilioni ya watu. Lakini jiulize swali la pili, kwamba watu wangapi wanabadilika? Watu wangapi wanabadilishwa maisha yao? Utakuta ni tone, ni namba ndogo. Na hiyo inarejelea lile andiko linalosema ya kwamba waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Au andiko jingine linalorejelea ya kwamba ingieni kwa kupitia mlango ule mwembamba, maana mlango ulio mpana wengi wanapita huko, lakini ule mlango unawapelekea kwenda upotevuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho ndicho kinachotokea katika dunia yetu ya leo. Watu kila siku wako kanisani. Watu kila mwaka wanaanza na maombi ya wiki 3, ya siku 40, ya siku 60, wengine ya siku 100 na kitu. Lakini ukiangalia maisha yao, wachache ndio wanaobadilika. Ni kwa sababu watu hawa wamejiepusha na neno la kweli. Neno la kweli linapokuja kwenye maisha yako, linabadilisha, linarekebisha. Ndio maana muda wote lazima ujitathmini, hivi mimi ninabadilika? Tabia zangu zile za asili zinaondoka? Maisha yangu yale ya zamani yananiacha? Mateso yangu yale ya zamani yanaondoka? Lazima jitathmini. Kama hayabadiliki,
kama hamna mabadiliko, lazima ujiulize, endapo unafata hadithi za uongo au unafata neno la Mungu. Maana neno la Mungu lina uhai. Biblia inasema kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa katika mafundisho na kuwaadabisha watu. Linatupa adabu, linaleta mabadiliko.